Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson Reporter. Kwa muda wetu wa habari wa jioni wa saa 12:20 kuwapasha habari zetu mara kwa mara. Na kama ni mara yako ya kwanza kwa pamoja na sisi, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kufikia mara kwa moja. Na uko sehemu gani? Na kama uko eneo tofauti, endelea kuweka comment yako hapo, tueleze utupashe tayari umetusikiliza kutokea eneo gani. Na kwa bisa ama nije kuwapasha habari zetu mara kwa moja mashabiki zangu kutokea mainje kigeni na hapa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nawashukuru zaidi na watakia na nyenye kweli mlikuwa na mchana mwema katika muda wetu wa habari wa saa 12. Na hili kurasa zetu tufungue mara kwa moja, nitakuja kuwapeleka katika uwanja mapambano katika sehemu tofauti. Na kama unataka kujua mengi zaidi ama unataka kuelewa tayari mambo yanaendelea kuwa aje ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, endelea kufuatilia Bukavu TV, utajua mengi ya kueleza kupitia media hii number 1. Na kwa sasa habari zetu za mchana ama habari zetu za jioni zinasema hivi. Hapa jana tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 upande wa Fizi na kuelekea ndani ya sehemu ya Plaine de Ruzizi kumeonekana mashambulizi tayari ya wanajeshi wa FARDC na wazalendo pamoja na jeshi la waasi M23 wamepigania katika sehemu inaitwa Itombwe na katika ndani ya eneo inayoitwa Minembwe. Hii ni Media Bukavu TV, utaendelea kujua mengi zaidi, endelea kunisikiliza. Na kwa sasa mahali kunaendelea kupitikana hewa mbaya katika mji wa Uvira na katika sehemu ama pembe zingine za Uvira ni sehemu ya Mikenge. Kumbuka Mikenge iko katika mikono ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wanajeshi wa wazalendo, lakini ndakuja kuwapeleka tayari sehemu ya Angola na sehemu inaitwa Kalinga na hapo Kiliba. Kwa sasa mambo yameendelea kubadilika, mambo yanaendelea kuwa mbaya zaidi sehemu ya Kalinga. Tangu leo asubuhi mapema wanajeshi Twirwaneho wameendelea kushambuliana na wanajeshi wa wazalendo walikuwa katika eneo ya Kalinga. Na katika taarifa letu lingine kutoka katika eneo ya Kiliba, kumbuka Kiliba tangu tarehe 20 kulikuwa mapigano huko ya wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo na wanajeshi wa Burundi wakipambana na serikali ya waasi M23 au mahunyu wa jambazi, ama sio? Na kwa sasa habari zinaendelea kuongeleka kusema hivyo. Wanajeshi wa Burundi katika eneo wako, kumbuka wanajeshi wa Burundi walikuwa walikuwa wanazingatia eneo ya Kiliba, lakini hao hawakuwa wanataka kuadvance katika uwanja mapambano, na imeendelea kuleta wasiwasi kwa wanajeshi wa wazalendo. Wanajiuliza maswali mengi zaidi kusema tayari kwa nini jeshi la Burundi alitaka kuadvance hatua wakiendelea kupigana na jeshi la M23. Wengine wamezungumza maneno mengi zaidi kusema tayari hii inaweza kuwa tayari wanajeshi wa Burundi wao wameshapewa pesa zaidi ama ukarabati ili waendelee kuzingatia eneo yao, lakini wasitoke mahali wako kabisa. Lakini habari ya ukweli tutakuja kuwapasha kwa habari ya asubuhi. Kwa kweli wanajeshi wa Burundi wanaweza kuwa wameshakula pesa ya wanajeshi wa waasi M23, ama ni kwa sababu mashambulizi ilikuwa tangu tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 kupitia eneo ya hapo sehemu za Kavimviri katika eneo yao, wanajeshi wa Burundi wakiendelea kuzingatia na kulinda usalama. Na mara kwa moja nakuja kuwapeleka tayari sehemu ya eneo inayoitwa Makobola. Kumbuka jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la Burundi wanaendelea kulinda security, lakini bado habari tuko nao tayari wanajeshi wa M23 wamesha kuwa katika taarifa tunasikia kutoka pembe za wakaaji, wanasema tayari wanajeshi M23 wanaweza kuwa tayari wameshaingia eneo ya Makobola ya pili hapo tayari. Kumbuka kuna Makobola 1 na Makobola numero 1, Makobola numero 2. Na kwa sasa hili ni taarifa kutokea ndani ya Media Bukavu TV, na kwa kweli tukielekeza upande za huko maeneo tayari wanajeshi wa M23 wanaendelea kuwekeza silaha kubwa zaidi katika eneo ya Panzi na ndani ya Nyangezi na kuelekea eneo ya katika barabara ya Ngoma, katika eneo inayoitwa Katogota na sehemu inayoitwa Kamanyola na Lulambo. Hapa ni sehemu tayari taarifa tuko nayo, wanajeshi wa M23 wamezingatia hizi eneo zaidi. Hapo hakuna mwanajeshi wa FARDC anaulizwa katika eneo hili, na kwa sasa
Katika eneo hii wanajeshi wa M23 wamezingatia. Kumbuka, ukiwa katika mlima wa Katogota ama mlima ya Kamanyola, tayari utakuwa unaangalia katika nchi ya Burundi, na wanajeshi, kwa sababu wanajeshi wa waasi M23 wameingiza bunduki ama silaha inayoitwa silaha kubwa inayoitwa tayari inaitwa BMB. Hiyo ni silaha kubwa zaidi. BMB inaangalia tayari katika ndani ya mji wa Burundi, na tayari wanajeshi wa Burundi wamesha kuelewa tayari hawa wanajeshi wa M23, kwa sababu wanajeshi wa Burundi waliendelea kuwasumbua zaidi. Sasa wameigiza, wamechukua eneo zote, zimezingatia Burundi kwa kweli. Wako katika milima ya hapo inaitwa Nyangezi, katika Ngoma na Katogota na kuelekea Kamanyola na hapo Lulambo. Kumbuka, hizi ni eneo tayari unakuwa unaangalia ndani ya centre ville ya Burundi, na kwa sasa wanajeshi wa M23 wamepanga silaha zile mnono kubwa zaidi. Kama mnakumbuka, kwa masiku kadhaa kuna magari nyingi zilikuwa zikipita katika ndani ya eneo tofauti ndani ya sehemu hili, na kwa sasa hili gari lilikuwa likileta silaha kubwa zaidi la kumiliki kuangalia tayari mji wa Burundi. Na kwa sasa wananchi wa Burundi wamesema, kwa sababu kumbuka wanajeshi wa M23 wameambia serikali ya Burundi wasipokee wakimbizi ndani ya nchi ya Burundi, na wakiwapokea mashambulizi itaingia ndani ya Burundi. Lakini katika taarifa tuko nayo kwa sasa, mambo inaendelea kubadilika. Hatua jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo linaendelea kuwa na wasiwasi. Kwa sababu gani? Wanajeshi wa Burundi hawataki kuavanse tena katika uwanja mapambano, na ndakuja kuwapeleka mara moja. Hatua ya General William Yakutumba amezungumza maneno mengi zaidi pamoja na jeshi na General Makanika leo tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Amesema mambo mengi mzito sana. Amesema tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanajeshi wamoja kati wao, wa viongozi pamoja kati wao wameshakula rushwa ya wanajeshi wa M23. Ndio maana ikifika hatua ya kwenda shambulia kwenye kambi ya wanajeshi M23, viongozi vinaosimamia combat de la guerre upande wa Sud Kivu wanawazuia. Na kwa sasa hii inaonekana tayari kuna kitu kinaendelea upande wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande wa Uvira na upande wa wanajeshi wa M23. Kumbuka, kiongozi huyu anaitwa William Yakutumba na General Makanika wamezungumza haya maneno kwa kweli muda. Mnakumbuka hata kiongozi wa wanajeshi Feka Adui, James Feka Adui anafanya porte parole wa kiongozi huyu anayoitwa Ngoma Nzito, alizungumza haya maneno naye kupitia sehemu ya hapo Uvira kabla wafunge barabara za Uvira. Amesema jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna wale tayari wamekula fedha ya wanajeshi wa M23 ili waache vyombo ziendelee kupita njia ya Uvira. Na kwa sasa haya ni habari kutokea ndani ya media Bukavu TV. Ngoja niwapeleke kuwapasha habari ama communication. Chama cha wanajeshi wa M23 walitoa barua, ama viongozi wa M23 walitoa barua kusema tayari kuna mambo mengi yanakuja kubadilishwa ndani ya mji wa Goma. Hebu tusikie, muwe makini zaidi, kwa sababu nataka kusoma hii lugha kwa Kifaransa zaidi. Wale wenyewe hawataelewa, tutakuja kuwafasiria kwa Kiswahili. Ordination politique, chief coordination du AFC M23, mwezi le 22 février en 2026, la population de Bukavu était opinion nation internationale. Objectif, réaction, élément de AFC 23 de la ville de Bukavu, de Bukavu. Maintenant, monsieur, dans le cadre de l'évolution de la situation de sécurité et le confirmement à notre
un autre organisation de faire de la paix, de la stabilité dans la République démocratique du Congo. La coordination coordination politique de l'Alliance Fleuve Congo, AFC 23 M23, rapide du Congo, être votre conséquence de la décision de procéder au retrait de l'élément et la ville de Bukavu. Serait décidé de manière responsable de tragique dans une magnifique. La constitution des vises Voici des cléments, des propriétés, des dialogues ainsi que la recherche de la solution durable ou confier la AFC M23 confirmé dans volontaire les privilèges. Les voix des particuliers appelés ensemble des acteurs faire preuve des responsabilités afin de garantir la sécurité des populations civiles, de conserver l'effort de paix, veiller à accorder des membres mission d'exposer dans notre évolution district des grandes des besoins de 6 mois, coordination d'objectifs, charge la question politique, administrative jusqu'à dialomatique. Haya ni habari mnasikia kwa muda wa lugha ya Kifaransa. Hatua hili barua ilikuwa ikitolewa kwa sababu huko mji wa Goma, mji wa Bukavu, kwa sababu ya kulinda amani ndani ya mji wa Goma kwa mambo mengi tofauti. Watu wangu, mnajua kila mara sehemu ya uwanja mapambano imeendelea kuzoza zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wanajeshi wa M23 wanasema hawataondoka sehemu popote wako katika mji, na wanasema inabidi wachukue. Kumbuka mji katika tukiopeleka mji wa Uvira iko katika niseme roho ndani ya mikono ya wanajeshi wa M23 kwa sababu wanazingatia mji, wanachungulia kwa beli mji wa Uvira, wanaitaka kwa kuwa muno zaidi kwa mikono ya wanajeshi wa M23. Hata hapa mji wa Walikale kwa sasa jeshi la Kongo linaendelea kuweka mkataba kulinda sehemu popote waasi M23 wataweza kutokeleza. Kumbuka kumeingia wanajeshi kwa wingi zaidi katika mji wa Walikale tangu wiki mbili hii. Kwa sasa hata mashambulizi yameonekana katika upande tofauti ya mji wa Walikale, lakini sio ndani ya centre ville ya Walikale. Watu wangu, kama jinsi unavyonisikiliza kwa habari zetu za jioni, unielewe tayari kama kuna mengi zaidi endelea kuwapasha mambo endelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka nchi ya Kongo haitajengwa na watu wengine. Nchi ya Kongo itajengwa na wakongomani peke yao. Nchi ya Kongo itajengwa na amani ya Kongo ya wakaaji peke yao. Kwa sababu bila umoja, bila chochote Kongo haliwezi kujengwa. Hata watumie bombe za aina gani zitakuja, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wataendelea kuinvest pesa nyingi zaidi kwa kuja kupiga ndani ya eneo ya mji ya Kongo mahali kuna wanajeshi ama maunyi wale majambazi. La kumbuka majambazi wako pamoja na raia ndani ya miji, ndani ya mistuni na sehemu popote, lakini kumbuka hizo grenade, hizo bombe zitakuja kupiga hapo, tutapoteza wainosa population wengi zaidi, na kuna wengi wale wamekosa hatia ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ukiangalia sehemu tofauti, vijiji tofauti, kuna
kuna watu wengi wako katika vijiji hawana amani kwa sasa. Kumbuka hizi ni habari tunapeana mahali kuna watu wanaoneshwa na watu wanasikilika, lakini kuna vijiji vyenyewe viko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama eneo tofauti, kunaendelea mashambulizi yasiyojulikana. Na kwa sasa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni hatua ya kuingia katika vijiji vyote kwa kuweka usalama kwa wakaaji, kwa sababu kumbuka, wanajeshi ni wale wanakuja kulinda usalama ya wakaaji hata sehemu popote, sio kwa wanajeshi ndani ya Centreville ya mji peke yao. Wanajeshi inabidi wao katika eneo tofauti ili waendelee kujua sehemu popote wajambazi wanaweza kutokea kwa kuja kuharibu ama kuua watu. Kumbuka wakaaji wao katika mji wa Goma ama katika eneo tofauti ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ikiwa hatua ya uchaguzi itakuwa, wale wakaaji nao wanaenda kwenye uchaguzi kwa sababu wana haki kama wakongomani wengine. Sio kusema wakongomani wako mahali kuna evolution, wale ndio wanapaswa kujulia hali. Kumbuka na wale wako katika maeneo ya vijiji, wale nao wanataka kukuwa na haki kwa kweli, kwa sababu nao ni wanadamu. Nous sommes des populations tout le monde. Vous ne devez pas empêcher, vous ne devez pas quitter. Vous avez à donner tout le monde la sécurité. Vous ne devez pas laisser les mêmes personnes là. S'il vous plaît. Hii ni media Bukavu TV, nikija kuja kuwapasha habari kwa sababu napasha habari na ninakuja kufafanua changamoto ziko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kuna wengi zaidi wanashindwa kuongea kile kinavyoendelea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini sisi wenyewe tunakuja kuwaelekeza na kuwapasha kwa kweli. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mambo yanaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vijiji tofauti. Unasikia tayari bombe likilia katika mji wa Goma, bombe likilia katika mji wa Uvira ndani ya Centre ama eneo zile zinaendelea kuevolue. Habari zinafika kwa haraka zaidi, lakini eneo zingine zile za vijiji vile vinavyojulikana, watu wameuawa kama nyama, watu wamekatwa, watu wamechomewa kwa manyumba, lakini hakuna habari yoyote inaendelea kwenye mtandao. Watu wangu wote wa media, wale watu wanafanya kazi ya media, hii ni hatua, nyinyi wote mshimame kama watu wa media, mshimame daima, msiogope kusema tayari mkizungumza hii utakuwa no, tout le monde vous avez droit ongea kama inahitajika kwa kweli kusaidia jamhuri. Kumbuka jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haiwezi kuelewa ni nini inaendelea kupitikana eneo tofauti, lakini kupitia nyinyi wakaaji kupata sauti na nyinyi watangazaji wa habari kupata sauti ya wakaaji, changamoto ya wakaaji itafikia ujumbe kwa watu wengi zaidi, na kwa kweli watajua kumbi hii sehemu nako kuna kuanga watu kumbi, ili amani itakuja kurejea sehemu popote ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na ndio maana nawahimiza kila mtu yote, watangazaji wa habari, watu wote wako social media, wale wote wako TikTok ama sehemu fulani, wapambanie nchi yao kama nchi zingine zinapambania nchi zao, kutetea haki ya ubinadamu. Asante sana, nawatakia jioni njema. Tuje kupatana kwa habari zetu za asubuhi mapema muda wa saa 1 kamili asubuhi tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Nawatakia jioni njema, muwe na usikivu mwema. Bye bye, chao chao.